book of Philippians chapter number 2 Wafilipi 2. We'll read from verses 15. Tusome kutoka mstari wa 15. Tell your neighbor, God bless you. Ambia jirani, Mungu akubariki. Tell your neighbor, you are blessed to hear this. Umebarikiwa kusikia hii. Even those who are listening through the social media. Hata wanaotufuata kupitia mtandao wa kijamii. You are blessed to hear this. Umebarikiwa kusikiza neno hili. Hallelujah. It is directive from heaven. Imetoka juu mbinguni moja kwa moja. It is preparing us for what God is about to do. Inatuandaa kwa kile Mungu yuko anatazamia kufanya. I will start from verse 12. Nitaanza mstari wa 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with the fear and the trembling. Kwa hiyo wapenzi wangu, kama vile ambavyo mmekuwa mkitii siku zote, si tu wakati nikiwa pamoja nanyi, bali sasa zaidi sana nisipokuwepo, itimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka. For it is God which worketh in you both to will and to do all his good pleasure. Kwa maana Mungu ndiye atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kulitimiza kusudi lake jema. Do all things without murmuring and disputing. Fanyeni mambo yote bila kunungunika wala kushindana. That you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. Siwe na lawama wala hatia, bali muwe wana wa Mungu wasio na kasoro katika kizazi chenye ukaidi na kilichopotoka, ambacho ndani yake ninyi mnang'aa kama mianga ulimwenguni. The book of Titus, kitabu cha Tito, the one I will read verse 16. Tito sura ya kwanza nitasoma mstari wa 16. I will base on verse 16, but I will start from verse 14. Ujumbe uko 16 lakini taanza 15. Not giving heed to Jews' fables and the commandments of men that turn from the truth, and the pure, verse 15, and the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and the conscience is defiled. They profess that they know God, but in works they deny him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprove it. Ili wasiendelee kuangalia hadithi za Kiyahudi au maagizo ya wale watu wanaoikataa kweli. Kwa wale walio safi, kila kitu ni safi kwao, lakini kwa wale waliopotoka na wasioamini, hakuna chochote kilicho safi. Kwa wale nia zao na dhamiri zao zimepotoka. Wanadai kumjua Mungu, lakini kwa matendo yao wanamkana. Hao watu ni chukizo, wasiotii, wasiofaa kwa jambo lolote lililo jema. Praise the Lord. Father, I thank you for your mercy. Thank you for your loving kindness. Baba, nashukuru kwa rehema zako. Give us the grace tupe neema to hear your word, oh Lord. Kulisikia neno lako, even the heart to understand. Hata moyo wa kuelewa. Give us a healing heart, Lord. Tupe moyo unaosikia. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Let somebody say amen. Tuseme amen. As I've said, kama vile nimesema, for us to walk with God in the present generation, ili sisi tuweze kutembea na Mungu katika kizazi cha leo, we don't need to pretend. Hatuhitaji kujifanya. We must be certain. Lazima tuwe na hakika. Don't pretend that he is with you. Usijifanye ana wewe. Make sure hakikisha he is with you.
ana wewe. That's what the Bible Ndio says. sababu Biblia inasema Do not give in usimpe nafasi, to the teachings usisikize mafundisho of the worldly people. ya watu wa ulimwengu. That's why today we are held with our cultural beliefs, Ndio sababu leo tunashika our sana traditions, imani zetu za our kitamaduni, doctrines, mafundisho a ya lot dini, of teachings today, mafundisho mengi ya ajabu pia. until sometimes you don't know who is truly saved. Hadi wakati mwingine hujui nani hakika ameokoka. There is a lot of confusion. Kuna That's what the Bible says. Biblia inasema When now Paul was speaking to Titus, wakati Paulo anaongea na Tito, anamwambia to them, even in Philippians where we have read, he is saying that to them, what is pure to them is not pure. anasema kwa hao hata kile safi kwao si safi. What is good is not good. Kile kizuri kwao Everything si kizuri. is trouble. Kila kitu kina That shida. is, darkness has covered many people's spirits. Ni kwa sababu giza limefunika roho za It wengi. is hopelessness. Ni kukosa tumaini. That's why there is no love today. Ndio sababu hamna upendo leo. Hatred is the order of the day. Chuki imejaa kila mahali. Trying to mess up with others. Kujaribu kuharibu wengine. Fighting to outplay the other. Kupigana ili ushinde wengine. Fighting to destroy others so that you can be. Kupigana uharibu huyu ili wewe uwe. Destroying one another. Kuharibiana. Fighting one another. Kupigana mtu You na fight today. unapata leo. You find today. Unakuta leo. Even if families, Hata kwenye familia. sons and daughters, Mabinti na wana. sons are fighting their mothers. Watoto wanapigana na There is no respect anymore. hakuna There heshima. is no honor. Hakuna It heshima. has gone. Imepotea. It is everyone for himself. Ni kila mtu anajipenda. It is everyone for himself. Ni kila mtu anajitenga. Whether you survive or not, they don't care. Iwe uko sawa. Whether you are or you are not, they don't care. Iwe unapata pesa ama upate wajaji. Provided they make it. Mradi wao Even wafanikiwe. if it means they kill you for them to be successful, Hata kama ni kukuua. they will do it. wafanikiwe, watakuua. That's what you find even in the churches. Unapata hata kwenye They are kanisa. fighting one another. Watu wanapigana. Even when God raises a Hata man, wakati Mungu ameinua. it is the Christians who will fight him. Ni Wakristo You wanampiga. don't know, and because of this, Na hawajui. you don't know who is a true preacher, Hujui mhubiri wa who kweli. is a true man of Mtumishi wa God, kweli wa Mungu because one is fighting the other. Sababu huyu anamsema One huyu. is preaching against the other. Huyu anafundisha One kinyume is cha saying that one is theirs. huyu anasema huyu One is ni- saying that one is using manjin. huyu anatumia That nguvu one za is giza. using uchawi. Huyu anatumia That uchawi. one is, you hear this one is saying, Utasikia he wakisema does not use the name of God. hatumii neno la He Mungu. is this and that. Ako hivi ako vile. Until the Christians, Hadi Wakristo most of the people now watu wengi who sasa pay attention to that ambao people, husikiza watu kama they are hao confused. They wamechanganyikiwa. don't know which way out. Hawajui njia They ni don't know which way out. hawajui njia And the ni enemy, the devil na now, sasa takes adui the advantage. anachukua nafasi hiyo, But our time has come lakini wakati for us to stand tall ili sisi and tusimame tell the na world, tuambie dunia even during the days of Noah, hata katika siku za even if Nuhu, everybody despised God, hata kama mtu even if everybody stood against the will of God, kama there walipinga, was a family, kulikuwa na familia the family of Noah, familia ya the Noa, family of 8 people. familia ya watu They did wanane. not compromise the Hawakujitanganya. standard of righteousness. Haleluya. They did not compromise Hawakujichanganya the standards. kwa viwango, They did not compromise the hawakujichanganya standards viwango of holiness, vya utakatifu of righteousness. vya watu. Even if everybody all over the world Kama kila mtu duniani was against anasimama the will of kinyume God, na mapenzi ya Mungu, even if everyone was corrupt, hata kama kila mtu alikuwa like fisadi, today, kama leo many people are seeking corruption watu wengi wanaimba from light ufisadi. center backward everywhere. Mbele, nyuma, katikati, They are talking of corruption. wanaongea juu ya But our ufisadi. time has come Lakini wakati for umefika the Noah ili of Noa their generation to stand. kizazi A asema time has come wakati for umefika the Noah Noa
generation to stand. kizazi hiki And they asimame. hear from God. Haleluya. And they hear from God. Kama anasikia Because kutoka. God is merciful. Sababu Mungu He is ni looking for somebody. Anatafuta mtu. And Jesus told the woman, Yesu aliambia mwanamke, God is a spirit. Mungu ni roho. And he is looking for true Na worshippers. anatafuta Those who waabudu can wa kweli. worship him Watakao in mwabudu truth and in the spirit. kwa roho na kwa kweli. Hallelujah. Haleluya. He is looking for them. Anatafuta. He is looking for us today. Anatafuta sisi leo. Somebody say yeah. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. He is looking Anatafuta. for those he will use Wale to atatumia. perform the miracle Watende miujiza. that we read in the Bible. Ambayo To tunasoma Biblia. perform, Za to kutenda do the miujiza. demonstration of Kuonyesha the power of God nguvu ya Mungu to this generation. kwenye hiki kizazi. Even if they all fail, Hata kama wote watashindwa, it is for you to stand tall wewe utasimama in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. That's why he Ndio says sababu anasema that you must stand to be blameless, lazima ujionyeshe una lawama, without rebuke. mtu ambaye hana lawama. That's why I said last night Ndio nisema jana, that the blessed are the pure in heart, kubarikiwa ni walio na for they safi wa shall mioyo, see God. watamwona Mungu. We have to stand Lazima tusimame blameless bila lawama before God, mbele ya Mungu, not before men. si mbele ya watu. Your righteousness can be you can stand by righteousness and you will be blamed. Unaweza But kuwa na utakatifu To na be bado utalaumiwa. blameless Kuwa una lawama before God, ni mbele za Mungu, before God, ni mbele za Mungu, not before men. Men mbele- can even if you are like Jesus, they will blame you. hata kama uko kama Yesu watakulaumu tu, They will call you names. watakuita majina. Pastors mnaitangwa majina. Pastanga moteta kwa majina. Tasingine mnaitwa hata wachawi, wakanga. Mwankamugetwalo. What matters? You stand blameless Kile kinajalisha wewe simama without rebuke bila lawama before mbele the throne of grace. ya kiti cha The rehema. throne of grace. Kiti cha rehema. Because there Sababu hapo you will draw power. utapata nguvu. I'm saying you will draw power. Sema utapata I nguvu. am saying from there Nasema kutoka you hapo will draw power utapata nguvu that will silence itakayonyamaza all your enemies. adui zako That will wote. silence all Itawanyamazisha your enemies. adui wote. From there, Kutoka hapo at the throne of grace, kwenye kiti cha you will rehema silence utanyamazisha all your mockers. wote All waliosema- those who said you will never be. waliosema All hutakuwa. those who said you will never nurse a baby. Waliosema All those who hutapata- said wote you waliosema will never drive a car. hautaendesha All gari. those who say Hao waliosema your ministry will never grow. huduma yako From haitakuwa. there, Kutoka you hapo will draw power utapata nguvu before the throne of grace. kutoka kwa kiti cha You should rehema. stand to be blameless Wewe ukiwa huna without lawama. rebuke before him. Yani hauna lawama mbele The zake. King of Kings. Mfalme wa falme. Even if they argue about your family, Hata wakiongea Hallelujah. juu ya familia yako some are saying today marriages are not working. kwema kuga omonde meshite kulongama. You may sit, please. Keti tafadhali. Those who are married, nimesikia harusi zinatangazwa. Let me tell you, sir, Wacha niwaambie wenye harusi, marriage is sweet. ndoa ni tamu. Marriage is sweet, oh. Ndoa ni tamu. Marriage is nice. Ni nzuri sana. So naona vile niko sawa. Nimeundwa. Ako hapa simsemi. Sitaki muone mwanze kuonea wivu. Sitaki kusema. Thank you, sir. Praise the Lord. Amen. Marriage is good, but how good is it Maisha ni mazuri, lakini mazuri vipi? when God is involved? Ndoa ni nzuri wakati Mungu yuko pale ndani. Marriage Ndoa was not an idea of humanity. hayakuwa mawazo ya wanadamu. Mwanadamu alikuwa tu anaendelea na kazi zake. The man was just doing his duties, anadili na animals. Adamu alikuwa katika shughuli zake, Yeah, ng'ombe pale. Anadili na mafisi. Hapo. Hiyo vitu hili ilikuwa Hata fisi. anacheza nao, wengine anawapea majina vile wanaongea nini. It is God who interrupted them and he gave him a sleep Ni Mungu because he saw alimwambia. it is needful. Alisema ina haja, kuna haja. Do you know why? Unajua kwa nini? That is why
marriage is troubled all over the world. Ndio maana ndoa zinapigwa kila ulimwenguni. Because they want to handle it without God. Wanataka kushughulikia bila Mungu. Something that is of God, Kitu ambacho ni cha Mungu, Satan must fight it. Shetani lazima apigane nacho. Satan must fight it. Shetani lazima apigane nacho. If God is not there, hata kama munaenda mukitana chanda na pete. If God is not there, Akolangaya tevo na mugeta na gachanda na pete. an evil day will come. Utagongwa, Ukabolwa. useme na niliangalia nini nikiona wewe. Utamuuliza nimbi noni leo. Ndio utaanza kukumbuka mahex. Leo kaambia kulikana ole wathiele. Ni kama nilifanya makosa. Nitakana betirie. I think I would have accepted that so and so. Nakaba nengete kirangania. It's when now the enemy has struck. Sasa hapo shetani amegonga. Hata kwa hiyo the Garden of Eden, wakati jamii iligongwa, walianza blame game. Walianza kulaumiana wakati waligongwa kwenye shamba. Jamii iligongwa, ilikuwa inapendana. Hata Moses even Adam, hata Adamu, even he did not wait to ask God, umenipea, how can I handle him? Alisema huyu ni mimi. But wakati jamii iligongwa, wakati familia iligongwa, aliambia Mungu, si ni yule mwanamke ulinipea. Elinanga ni mtumia le wa mbele. Yes, see, that's what we say. Sivyo tunasema. Just because it's my wife. Ni mke wangu amefanya hii. But it is so and so, it's my husband. See what? He's the one. He does not do this. He does not do that. He does what? This and this. Things start there. That's why it is sweet. Sababu ni tamu. The marriage is sweet. It is good. Ndoa ni tamu, ni nzuri. If the third person is there. Ikiwa ile mtu wa tatu yupo. Because marriage is of three beings. Sababu ndoa ni ya watu watatu. The man, the woman, and the God. Mwanamume, mwanamke na Mungu. If God is not there, ikiwa Mungu I'm yupo, telling you, hata kama saa hii mnafurahia, anako laimo gokena dhaino, you will strike. That's what the Bible says, when during the evil day. Ndio sababu Biblia inasema Praise the kuhusu Lord. ile siku ya uovu. Praise the Lord. Hallelujah. That's why he says we stand to be blameless. Anasema tusimame tujionyeshe wasio na lawama. Without rebuke. Bila hatia. In this generation. Katika hiki kizazi. That is perverted. Ambacho kina kasoro. Crooked. Kilicho na ukaidi, kilichopotoka. They think evil. Ufikiria uovu kila wakati. They think sexual immorality everywhere. Wanafikiria mambo ya ngono kila mahali. Even they don't know, they see, oh my goodness. Like those who work in offices, you fight. Everything is, they think about sex. Kila mahali watu wanafikiria kuhusu ngono. Until there are some offices, ukisema unapenda mke wako, wanakutenga. That is real. That is real. It is there. Because you know what? They don't want you. They don't want to hear that word that marriage is working. Hawataki kusikia kwamba ndoa zinafanikiwa. They don't want to hear that. Hawataki hiyo. Because the enemy has messed up so much. Sababu adui ameharibu mambo mengi. Look at the staff rooms wakati mko huko mnapanga. In offices. Angalia kwenye ofisi. In your place of work. Mahali unakofanya kazi. How people talk. Vile watu huongea. Where is mercy? Rehema iko wapi? Where is love? Upendo uko wapi? Where is mercy? Rehema iko wapi? Where is love? Upendo uko wapi? Where is bearing one another? Iko wapi kuvumiliana? You find saizi ukiendesha gari yako, sasa zingine kama uko Nairobi huko, by accidentally gari yako ianguke, bandala wakuja kukuokoa, wanakuja kukupiga search. They even don't fear the blood. Hata waogopi damu. They enter into even blood men who is dying. They want to steal everything. They don't care, provided they get what they want. The generation. Mtu ambaye anatokwa na damu ako katika hali ya kufa, hawaogopi, hawahisi huruma. Na utajua ni mtu amebatizwa akawekelewa mikono hata na miguu.
anaitwa Joseph, anaitwa Abraham, anaitwa Peter. Petro. What you find, human beings, they have become now animals to one another. They have become snakes to one another. That's why he says, yes, even if it is like so, you can still stand. You can still stand tall and be blameless without rebuke in this perverted and crooked generation. Tell your neighbor, you must be certain that God is with you. Because if God is with you, that is, if the Spirit of Christ has taken residence in your heart, there are behavior, there are character that will manifest in your life automatically. That when the Spirit of Jesus has taken residence in your heart, there are things that will manifest to you. Not automatically, without a struggle. That if you are provoked with something that demands you to eat, you manifest love. That is not bearing the fruit of love. Praise the Lord. If you are provoked with impatience, you manifest the fruit of patience. If you are provoked with a situation that demands you to be sand, or to be unhappy, to be in sandy situations, you are sand, you are not happy. Instead, you manifest joy. That is the fruit of joy. Because if the Spirit of Christ is in you, even if you are provoked, praise the Lord, you will be humble. You will know that the Spirit of Christ has taken over residence in you. That if you have something, you have something better than others, you are still humble. You manifest humility. You manifest meekness. Some say they are humble by saying it, but wait until they get it. Wait until they get it. Wait until they get that car. Wait until they get that dress. Wait until they get that hairstyle. You will see every time. Even when it is not necessary. Even when it is not necessary. You will fight. When you have something and the Spirit of Christ is not new, you are not able to bear the fruit of humility. You'll find when you have something, you want everybody to know. They want them to see. You want them to see your shoe. Hata kama utaona mwingine hata kama ni msipi kama vijana, kama msipi tu ndiye amenunua, anataka ataki ni hapa peke yake waende wakiona hii. Ni karo ya kiburi. Ambao roho ya kiburi ni kashetani kimpango. Ni kashetani kimpango. Roho amwete onesha itani mudemo. Pride was the father of Satan. It is pride that made it the angel to become the devil. That's why you must be certain. Lazima uwe na hakika. Till when you are provoked to anger, hadi ukichokozwa ukasirike, you are not getting hungry. Hauchokozeki. You release it automatically without a struggle. Yani that means haung'ang'ani kuachilia. You are not normal.
wewe si mtu wa You are kawaida. possessed by the Spirit of Christ. Umeshikwa na roho wa Kristo. That's why he said the fruit of the Spirit Ndio are sababu these. roho wa Kristo. That's why even if you are raised as what? Hata kama ulilelewa And vipi, those are the people God is looking for. Mungu anatafuta watu kama No hao. matter how the anointing is, Haijalishi umeinuliwa kiasi the higher the anointing, vile una upako mwingi, the more they still go down. ndivyo wanavyonyenyekea. The more they go down. Ndivyo Si wanavyonyenyekea. ati saizi ninahubiri hapa ka anointing kidogo. Bado nasema sijapewa hii, sikuwekwa carpet na ka anointing ni kidogo. Yani ka popularity ni ya village level. Bado nataka kusema nini awajia hata hiyo coat ni expensive nini. That is the problem we are facing with many people. Ka pride. You must be certain Lazima uwe na hakika that he is with you. kwamba ana wewe. He says Anasema you must desist from murmuring. lazima uache kunungunika. Kumaanisha kuna vitu inakujanga inataka tunungunike. Ni kuga kuli na maonto tuona kama gatuma Hata kwa tukanenge. kanisa, hata kwa family. Ana familia. Kuna vitu inakuja inataka tunungunike. Kwa maonto masha kama gatuma tunungunike. So we should not entertain them. Kwa hivyo tusikubali kunungunika. We should not entertain them. Tusikubali We kunungunika. should put them away. Tuweke haya mambo Meaning they will kando. come Wengi watakuja. kufanya munungunike. Matomemo nungunika. Kufanya hata kwaya mkimba hapa muwe kwa fellowshipieni unanungunika. Tumia na kwaya mwina gala lakini munungunika gala. Youth leader leo nakuta youth mambo itakuja ya kufanya munungunike. Hata kiongozi wa youth kuna mambo yatakuja ifanye mnungunike. Thank you sir. Mambo itakuja kufanya munungunike. Manto magasha mwana mnungunika. You should not allow them. Msikubali kunungunika. Because in that Kwa sababu katika hiyo you will accommodate Jesus. mtampatia Yesu makao. You will be blameless Mtakuwa bila hatia before the throne of grace. mbele ya kiti cha neema. And when you call upon Jesus, Utakapoita Yesu, when you call upon Jesus, utakapoita Yesu, at that time he will answer. wakati ule Because atakujibu you are on his side. sababu uko upande wake. You are on Amen. his side. Uko upande wake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tell your neighbor, are you getting this? Unashika hii? You must be certain Lazima uwe na hakika that he is with you. kwamba ana wewe. In Psalms chapter 1, Katika Zaburi sura ya kwanza. it's a chapter that many people can quote. Ni sura ambayo wengi tunaweza kuisema bila It kuangalia. says, blessed are the pure in heart. Oh, no, I'm sorry. That is Matthew 5, verse 8. But blessed is the man Kubarikiwa ni mtu yule that walks not in the counsel of the ungodly, kwamba hafuati mashauri ya watu waovu, nor sit in the seat of the scornful, na haketi kwenye baraza la watu wanaofanya mizaha, or stand in the way of sinners. au kusimama kwenye njia ya wenye dhambi. If you want to make sure Kama unataka kuhakikisha that you are certain, kwamba uko na hakika, if you want to make sure kama unataka kuhakikisha he is with you, yeye yuko na wewe, not to pretend that he is with you, sio ujifanye ana wewe, like the way I said last night, kama vile nisema jana that jioni, the challenges we are facing today kwamba changamoto tunazopatana nazo is siku- many think they are in the light, ni kwa sababu wengi wanadhani wako kwenye nuru, but in real sense, lakini ukweli in the spirit, katika roho they are in darkness, wako ndani ya giza, and they are waiting na wanangojea to receive kupokea that which is received kile ambacho upokewa by them that are in the light. na wale walio kwenye nuru. So what will happen? Sasa nini itafanyika? They won't receive, Hawatapokea and they will be weary. na watachoka, They will give up in life. watachoka na kujiuzuru. And that's why some even comes up with cultic belief, Ndio sababu wengine wanaanza imani With- za kimapepo, false beliefs. imani zisizo za kweli.
Because they are forcing things to be as the Bible says. They are forcing things to be. Wanalazimisha mambo yawe kama vile Biblia inasema. By their own strength. Kupitia nguvu yao yenyewe. They want, when they pray, they want God to answer as he says. Wanataka wakiomba Mungu ajibu vile wamesema. Bila Mungu anavyosema ya kwamba ukimwomba atakujibu. Wamuboya agashio kia eboya. Ukivisha atafungua. Lingalinga mulango akalugura. Ukitafuta utapata. Washedio kona. Na ukiomba utapewa. Na waboya ukapewa. But you find, lakini unakuta they seek, nothing is coming. Wanatafuta, they knock, it is not open. Wanabisha, mlango ufunguki. They ask, they are not getting it. Wanaomba hawapewi. Why? Kwa nini? They are in darkness. Wako katika giza. But they know they are in the light. Lakini wao wanadhani wako katika nuru. And they are waiting to receive that which is received by them that are in the light. Na wanangojea kupokea kile ambacho upokewa na wale wako kwenye nuru. That's why you find many people today. Ndio sababu napata watu wengi leo. They hate church. Wanachukia kanisa. They were in the church and they hate it. Walikuwa kanisani na wanaichukia. They have been weary. Sababu wamechoka. They have not seen that God you talk about. Hawajaona huyo Mungu huwa unamtaja. They sowed the seeds. Walipanda mbegu. They did not even see them growing. Hata hawakuona zikikua. They were promised mighty things. Waliahidiwa mambo makubwa. But they have not come, they have not seen them. Lakini hawajayaona. So they have to do things to comfort them. Kwa hivyo lazima wafanye mambo wajifariji. Tell your neighbor you must be certain. Ambia mtu lazima uwe na hakika. As a Christian now. Kama Mkristo. You should go and be heard quoting that verse. Lazima uende mbali na kusema tu andiko hili. Beyond quoting it. Useme zaidi ya kusema. You should not go to the level. Uende hadi kiwango of working out cha kutendeza kazi. To live it. Na kuamini. To live it. Kuishi neno. Amen. You should go beyond. Lazima upite kiwango. Quoting it. Cha kukariri neno. Into the level of now living it. Hadi sasa kiwango cha kuishi neno. Not saying the fruit of the Spirit. Si kukariri matunda ya roho. Not listing the fruit of the Spirit on the wall of your house. Sio kuorodhesha matunda ya roho kwenye ukuta wa nyumba. Love, joy, patience, what, long suffering mean. Upendo, furaha. They have written there you meekness. They are full of humility. They are full of pride. They are full of arrogance. Ukimugusa hawezi kusamea vita. They are full of sandiness. They are impatient. They do things even without thinking. You must start now living it. Lazima uanze kuishi. Praise the Lord. Amen. And it takes somebody now decided. Na lazima sasa ufanye maamuzi. Those who are listening to me. Wewe unayenisikiza. It takes your decision. Lazima ufanye maamuzi. Your profound decision. Maamuzi. To start now living the word of God. Kuanza kuishi neno. Living the word of God. Kuishi neno la Mungu. And it is by meditating it day and night. Na ni kupitia kulifikiria. It is by delighting in the word of God. Ni kujifurahisha katika neno. Not delighting in the things of this world. Si kufurahia mambo ya hapa duniani. Not delighting in the confusion of this world. Si kufurahia mambo ya kuchanganyikiwa. Not full of the politics of this world. Si kujaza siasa. Not full of the religiosity of this world. Si kujaza udini. But full of the word of God. The word of Christ neno la Kristo must dwell in you. Where you start now, coming to a level now of asking yourself, what does it mean when God says, blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly? Then you ask yourself, what is to walk in the counsel? Je, kutembea kwenye mashauri ya waovu. Kutembea katika mashauri ni nini? Of the ungodly. Mashauri ya waovu. Who are the ungodly? Hawa waovu ni kina nani? Because might I be living amongst them?
Might I also be even the ungodly and I don't know? Mimi naweza kuwa muovu na sijui. That I even give ungodly counsel? Kwanza hata mimi natoa mashauri ambayo ni maovu na sijui. Because somebody who goes whenever he is counseling you, sababu mtu ambaye anapokushauri, whenever he is advising you, wakati anakushauri, he is going outside the written word of God. Anatoka kwenye neno lililoandikwa la Mungu. Somebody, whenever he or she is talking, wakati yule mtu anaongea, tell you, it is not even counsel, not even that serious counseling. No. Huenda hata si mashauri yale. Even when you are joking, somebody speaks something, with jokes. Hata wakati mnasema tu kimzaha. Jokes. Mizaha tu, michezo. They are jokes of the kingdom. Kuna michezo ya ufalme. They are jokes of the kingdom. Kuna michezo ya But ufalme. when you find somebody is joking, lakini ukipata mtu anakuchezea with the ones that are associated with evil, na maneno yanayohusiana na uovu, that means he is glorifying the enemy in your kingdom. inamaanisha anamtukuza adui kwenye ufalme wao. Why will you not be blessed? Kwa nini hautabarikiwa? The one who blesses Yule anayebariki will depart from you, atakuondokea, because you are entertaining sababu unavuta ones that are evil. maneno ya uovu. Like this thing Kenyans wamezoea. Kama hii Wakenya wamezoea. Let me speak it now. Wacha niseme sasa. Because many people they are caught up in that field. Sababu wengi mko kule sasa. When you hear about the slay queens, ukisikia slay queen, are they good ladies? au ni kina dada wazuri? Are they associated with good behavior? Wanahusishwa na mambo mazuri? Na nyinyi hapa ukiona mtu amevaa vizuri unasema leo amevaa kislay. Leo amekuja kuslay nani? Amekuja kuwanyonga. Because you are speaking something, hata kama wanasemwa ya kwamba they are slay queens. Yani ni njina ingine ya kufunika ile njina kawaida. Mnakuta you buy it from the world, mnakuja leo umevaa kislay. Wewe ni slay queen. Mnaendea kwa dunia, mnaleta kwa ufalme wetu. That is evil. Huo ni uovu. The children of God, we must be careful. Wana wa Mungu lazima tuwe na, we invite the ungodly. Tunakaribisha uovu without knowing. Bila kujua. Be careful. Chunga sana. That's why he says he is so crafty. Dios anasema yeye, and he is overlooking to see whom he can devour. Anakaa karibu aone nani ataharibu. And he is the accuser of brethren. Yeye ndiye anasema waumini uongo. Na wacha nikwambie, if he is after you, kama anakufuata, he will take those words, atashika haya maneno, and he will accuse you before your God. Na ataenda kukusema mbele ya Mungu. He will accuse you, the accuser of brethren. Yeye ndiye mshtaki, anakushtaki, anakusema. Sometimes we are not careful, we don't read the Bible. Wakati mwingine hatuna uangalifu. We are like a sheep to the slaughter every day. Sisi ni kama kondoo wanaopeleka kichinjio. That means if you mess up, inamaanisha ukikosea, you are in for late. Utachinjwa. Let the world buy words from the church. Wacha dunia ipate maneno kutoka kwetu. I have not come to slay. I have come to bless. Nimekuja kubariki, sitakuja kunyonga. I have come to be a blessing. Sitakuja kuua, nimekuja. Let us be careful, brothers and sisters, Tuchunge sana, so that we may overcome this battle. Ili tushinde vita hii. In the name of Jesus. The Bible says, "All stand in the way of sinners." What is to stand in the way of sinners? You may not be a sinner, unaweza kuwa wewe si mwenye dhambi, but you stand in their way. Lakini huwa unasimama katika njia zao. Or sit in the seat of scornful. Ama unaketi kwenye kiti cha watu wa mizaha. Umewahi jiuliza who are the scorners? Waneolia mama ni mau. That one is known by those who want to be blessed. Who are the scorners? Mama alagia na aini maliko. Let us, as I close, let us read it for you that. Hebu tusome.
You who is a scorner, imagine when you sit in the seat of the scornful. Hebu fikiria umeketi kwenye kikao cha watu wa masengenyo ya mizaha. Proverbs 9 verse 8. Mithali 9 mstari wa 8. Proverbs 9 verse 8. Mithali 9 mstari wa 8. Inasema hivi. Iliugao. Reprove not a scorner. Inasema just hata usisome tu, mtaandika nikisoma tu because of time. Inasema reprove not a scorner, usimkemee mwenye mzaha, lest he hate thee. Kama sivyo atakuchukia. Rebuke a wise man, mkemee mtu mwenye hekima, and he will love thee. naye atakupenda. That's why scorners, those who are scornful, if you are with them, you know them. Watu wa mizaha mnawajua. Hawakosolewi. Matekana huwa. You know, even in the church, those people, hata wakikosea, ukiwakosea inakuwa case. Wana kanisa ni mabetia ukamakosoa makuti. That's unasikia wanasema no hiyo fulani huwezi mwambia hivyo. Huwezi mwambia. That means for you to live with them you must be hypocrite. Ili uishi nao lazima ujifanye. You must pretend you are they speak sense when they don't. Lazima ujifanye with them. Wanaongea you vizuri, must be a pretender. Wewe sasa umeanza kujifanya. Unakuwa mnafiki kwao. To be with them you must be a liar to them. Ili ukae na wao lazima uwe muongo kwao. Amevaa fake. Amevaa kama sijui ni mbate inaenda kutembea kwa maji, lakini unajua ukimkosoa tu inaleta shida, unamwambia you are very smart and you know you are lying. Amevaa vibaya lakini unajua huwezi kumkosoa, Those are scorners. Hao ndio wenye mizaha. Sitting in their seat, the heavenly kingdom will not be with you. Ukiketi kwenye vikao vyao ufalme wa Mungu na kuondokea. Proverbs 13:1. Mithali 13 mstari wa kwanza. A wise son heareth his father's instruction. Mwana mwenye hekima usikie mafundisho ya baba yake. But a scorner, lakini mwenye dharau, heareth not rebuke. hapendi kusikiza maonyo. Those people you cannot correct them. Hao watu huwezi kuwakosoa. For you to be with them, ili ukae na wao, you must pretend. lazima ujifanye. Si unasikia watu wakisema fulani unajua ambiangu hivyo. Huwezi kumwambia direct hivyo. Ngania tela kwa. Ambiangu hivyo. Nini all this and this. Unasikia watu wakisema namna hiyo even kwa nini? Rebuke them. Wakemee. They hate you. Watakuchukia. Then God loves you. Alafu Mungu uachane na wao. Amen. You get out of their seat. Uondoke kwenye kikao chao. If you want to be blessed. Kama unataka kubarikiwa. He says in Proverbs 14. Anasema katika Mithali 14. A scorner seeketh wisdom and findeth it not. Mtu mwenye mzaha utafuta hekima lakini haupati. Because he cannot take it. Sababu hawezi kuipata, kuichukua, kuikubali. Proverbs 15 verse 12. Mithali 15 mstari wa 12. A scorner loveth not that reproveth him. Mwenye mzaha uchukia maonyo. Yani uchukia mwenye kumuonya. Anachukia huyo mwenye kumuonya. Neither will he go to the wise. Hata ataenda kwenye mashauri ya wenye hekima. Unasikia watu wakisema mimi siwezi kuenda kwa huyo pastor atanihubiri. Titi kwa pastor ni makambunji. Nikienda najua wataenda kuhubiri makosa yangu. Kadiko bunjia maybe makwa. He does not go to the wise. Huwa aendi kwa wenye hekima. Because the wise will tell him or her wrongs. Sababu mwenye hekima atamwambia makosa yake. Nikienda kwa hiyo mama na hiyo wataenda kuniambia ati niko hivi. Si uwache hivyo huko si vizuri. Those are scorners. Get out of their seat. Hao ni wenye mizaha, ondokea makao yao. Praise God. Bwana sifiwe. Tell your neighbor you must be certain. Lazima that is how to stand in the word of God. Hivyo ndivyo tunalisoma neno la Mungu. Get to know what it means. Ujue neno linasema nini. You start living it. Unaanza kuliishi. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Be certain. Kuwa na hakika. That he is with you. Kwamba yu nawe. Don't pretend. Usijifanye. That you are filled with the Holy Ghost. Kwamba umejawa na Roho Mtakatifu. Don't pretend that you are a preacher. Usijifanye wewe ni mhubiri. Maybe you are a preacher not by calling but by natural gift. You are an orator. Pengine wewe ni mhubiri kwa
Talanta ya kiumbile, unaweza kusema maneno vizuri. Check your character. Angalia tabia yako. How you manifest vile unadhihirisha in the challenges of life. Kwenye changamoto za maisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When you give, do you give cheerfully? Ikiwa wakati unatoa, or you give murmuring? Huwa unatoa kwa furaha do you give huwa unatoa when your right hand is giving, the left hand is looking, is asking whether pastor is recognizing me, what this, all those things. Je, wakati unatoa mkono wa kushoto huwa unanungunika kwamba wa kulia umetoa? In this generation, katika kizazi hiki, we must be certain. Lazima tuwe na hakika. He is with us. Kwamba yeye yunasi. In the name of Jesus, let us up on our feet. Tunaweza kusimama kwa miguu yetu. For the glory of God. Utukufu wa Mungu. In the name of Jesus. Jina la Yesu. Thank you, Jesus Christ. Asante Yesu Kristo. You must be certain. Lazima uwe na hakika that he is with you. Kwamba yuna wewe. In the name of Jesus Christ. Jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Jina la Yesu Kristo. Ask yourself in your heart. Hebu jiulize moyoni mwako. Are you sure? Je, nina hakika that he is with you? Kwamba ana mimi? I'm not preaching that I may create doubts in you. Sihubiri kukuletea shaka ndani yako. It is that you may be confident. Lakini ni ili uwe na ujasiri in God. Naye Mungu wako. And stand firm. Na usimame dhabiti. Even when everything is shaking. Usimame imara hata wakati kuna misukosuko. Even when everything is unstanding. Hata wakati kuna misukosuko. You must be standing. Lazima wewe usimame wima. In the mighty name of Jesus Christ. Kwa jina la nguvu la Yesu. It takes the hand of God. Lazima uigarimu mkono wa Mungu. We have to look up to God. Lazima tumtazamie Mungu. You must be certain. Lazima uwe na hakika. What you call a blessing today, kile unaita baraka leo, ask yourself, is it really from God? Is it the blessing from God? Kweli baraka inatokana na Mungu? Or you just got it through the natural ways of life? Ama umeipata kwa njia za kawaida za maisha? The Lord is on our side. Bwana yu upande wetu. And he is looking for somebody na anatafuta mtu in this generation that can give him water. Katika kizazi hiki mtu atakayempa without hesitation. Bila kusitasita. Those who can pay attention to him. Wale wanaweza kumpa makini yao. And he will use them to heal nations. Na atawatumia kuponya mataifa. He will use them to deliver nations. Atawatumia kukomboa mataifa. To deliver them that have become captives of the enemy. Kukomboa wale wamefanywa mateka wa adui. He is God. Yeye ni Mungu. That's why he is saying, ndio sababu anasema, I that speak unto you, I am the one. Mimi ninayeongea nawe ndiye. The one you have been looking for. Yule umekuwa ukingojea. The season you have been waiting. Kile kipindi umekuwa ukingojea. The season has come. Kipindi hicho kimekuja. It is a season we are in. Tuko katika kile in the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. And we must be certain na lazima tuwe na that he is with us. Kwamba yuna sisi. Riba redika shataria rabado disia. Asante Bwana Yesu. In the mighty name of Jesus. Somebody lift up your hands up now. Inua mikono yako juu. And open up your mouth and talk to God. In the name of Jesus Christ. Oh, search your heart and ask yourself, that is it well with you? Are you there for the sake of being there? Because it is time for us to be certain. It is time for us to stand blameless in this perverted generation, in this crooked generation, in this generation where everything, whatever, even what is good to them is bad, even what is bad, what is good to them is bad. They have turned what is good, what is bad to be good. There is confusion all over. It takes the grace of God for us to stand in this generation. In the name of Jesus. Somebody open up your mouth and talk to God and tell
Tell Jesus, have mercy upon me, oh Lord. Yesu akurehemu. Tell Jesus, have mercy upon me, oh Lord. Yesu nihurumie. Tell Jesus, let your mercy speak for me today. Yesu rehema zako. We are in prayer. Somebody pray. Somebody pray. In the name of Jesus. We are in the mood of prayer. Somebody pray. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Are you there? And you want to amend your ways with Jesus. You want to amend your ways with Jesus. You are saying, Jesus, thank you, Jesus, have mercy upon me. You are saying, Jesus, forgive my sins. I want to receive you today. You are saying, I want Jesus to take residence of my heart. Before I close, you are there. Lift up your hands up. I will pray with you. Unasema, Yesu niokoe. Yesu nisamehe. Yesu chukua ushikani katika roho yangu. Mahali uko, inua mkono wako. Inua mkono wako mahali uko. Wewe unasema Yesu. Unasema Yesu, naomba uchukue ushikani katika roho yangu. Lift up your hands up now. I will pray for you wherever you are there. When you are there, I will not call you there here in front because of the histories of corona, because it may not look good to those who implement the law. So I will just pray for you. When you are there, just lift up your hands wherever you are there. You are saying, Jesus, save my soul. Take residence on my heart. And forgive my sins. Lift up your hands up now. Wherever you are, ushers, you can go there and help them to repeat these words. In the name of Jesus Christ. I can see they are there. I can see others are there. I can see they are there by there. Don't be left behind, my brother. Do you hear when I was here last year? Somebody took an act of faith. She is now blessed. And she is walking the Lord. You cannot do so. Wherever you are there. You know in your heart. You are saying, Lord Jesus, forgive my life. I want you to take residence on my heart. Let me lead you in this prayer as you repeat it. In the name of Jesus Christ. Lord Jesus. Even those who are listening to us through the social media, or those, wherever you are viewing it, in the name of Jesus Christ. Oh Lord Jesus, let your mercy, let your mercy and your loving kindness speak for me today. You know my heart even more than I know it. Oh Lord Jesus, forgive my sins. Wash me, oh Lord, with your precious blood. With your precious blood. In the name of Jesus. Oh Lord Jesus, let your spirit, the spirit of Christ, the spirit of power, the spirit of love, the spirit of sound mind, take residence of my heart. Of my heart. Oh Lord Jesus, thank you. Thank you. Help me, Lord, to keep the faith, to grow in you. In the name of Jesus. Say amen. Amen. I declare to you now, in the name of Jesus, you are a child born of the
kingdom of God, aliyezaliwa na and ufalme wa the gates Mungu, of hell na milango ya shall kuzimu never prevail over you. haitasimama kinyume You nawe. will grow Utakuwa to become na ufanyike that which God has called you to kila become. Mungu In the ameita. name of Kwa Jesus, jina la I Yesu declare ninatangaza you are the candidate of heaven. wewe ni In mtahiniwa the wa name of mbinguni. Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. And you, the enemy that come to steal, kill, and destroy, Wewe adui ujaye kuiba, I kuua na re- kuharibu, I rebuke you out of your life. na kukemea utoke In the maishani name mwako. of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Somebody say thank you, Jesus. Asante Yesu. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Tusherekee Bwana In the Yesu. name of Jesus. Haleluya. Let Haleluya. me pray for you. Wacha nikuombee. Because you have to be certain Kwa sababu lazima uwe na hakika that He is with you. kwamba yunawe. You must manifest the fruit of the Spirit. Lazima udhihirishe matunda la Roho If He is with you. kwamba yunawe. Father, Baba, thank you for your people. asante kwa watu wako. I've spoken thy word, O Father, Nimelinena neno lako ewe Baba. in the midst of their heart. Katikati ya mioyo yao. Father, let it settle. Bwana, wacha neno litulie. Let it settle in their heart. Wacha neno litulie ndani. Let the word of God Wacha neno la be Mungu blessed libarikiwe in their hearts, O ndani ya Lord. mioyo yao. As they seek you, Father, Wanapokutafuta ewe may Baba, you hear them. utawasikia. May you bless them, Lord. Utawabariki Bwana. As they take an act of faith, Wanapochukua hatua ya oh kiimani, Lord, may you respond to them. ewe Mungu May you uwajibie. hear them, Lord. Wasikie ewe May Mungu. you help them, Lord, Bwana uwasaidie. even is to stand blameless Ili wasimame bila lawama. in this crooked and perverse nation. Katika kizazi hiki kaidi na kipotovu. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Oh Father, Ewe Baba, let them not profess that they love God wacha wasiseme wanampenda Mungu and their works denies. lakini matendo yao inakanusha. Let their profession Wacha kusema kwao go together with their actions. kuendanisha na matendo In yao. the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Father, help them. Baba wasaidie. Thank you, Father. Asante Baba. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Somebody give a clap offering to Jesus. Pigia Bwana sadaka ya Say makofi. thank you, Jesus. Haleluya, asante Thank you, Yesu. Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Tell your neighbor, I am refreshed. Ambia jirani I am nimekuisha. refreshed. Nimefanywa upya. Hallelujah. Haleluya. Because this was a refreshment. Sababu ulikuwa wakati. God bless you.